Ndugu zangu, kwa nia hizi katika Mungu yetu siku ya leo tukila zetu ili tusaidishwe kwa Yesu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe mbinguni uzima. Somo la kitabu cha kwanza cha Samueli. Bwana akamwambia Samueli, ijaze pembe yako mafuta, uende, nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehem, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Ikawa walipokuja, Samueli alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake,
kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samweli. Samweli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samweli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama, anawachunga kondoo. Basi Samweli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samweli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na Roho ya Bwana ikamjia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya.
kwa maana wewe uko pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso. Zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli, mkihakiki wala msishirikiane na matendo yanena, lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika. Hilo ndilo neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Yesu alipokuwa akipita, alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyo hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja
asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Basi majirani zake na wale waliomwona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema, ndiye. Wengine wakasema, la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa Sabato. Hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyofumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake, ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona, wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Imepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndiyo sababu wale wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Basi mara ya pili wakamwita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuwaambia, wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe hu mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu, kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Tunajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake kumsikia huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu,
asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi? Wakamtoa nje. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje, naye alipomwona alisema, wewe mwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana, nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemwona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Yesu akasema, mimi nimekuja ulimwenguni humu kwa hukumu, ili wao wasioona waone, nao wanaoona wawe vipofu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa pamoja naye wakasikia hayo, wakamwambia, je, sisi nasi tu vipofu? Yesu akawaambia, kama mngekuwa vipofu msingekuwa na dhambi, lakini sasa mwasema twaona, basi dhambi yenu inakaa. Neno la Bwana. Ndugu wapenzi, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema na kila wakati. Miaka 10 iliyopita, siku ya leo nilikuwa shemasi. Sasa padri ambaye nilikuwa nafanya naye kazi kwa Dominika ya leo na ya Jumapili iliyopita akaniuliza, sasa ukisoma Injili ndefu vile utahubiri nini? Unajua mashemasi wao wanaandaa mahubiri kweli, wanashusha nondo kweli. Alikuwa amenizoea sana kwamba nitahubiri, nitajinadi pale. Sasa nilipoenda anibariki niende nikasome Injili, baada ya kunibariki akaniambia, sasa leo utahubiri nini? Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ikabidi sasa nijikamue tu nifupishe mahubiri yangu, lakini leo sitafupisha, lazima ifanye haki na mimi nipate kuona. Hebu jisemee mwenyewe, Bwana nipate kuona. Huu ndio wito wa leo, kwamba Bwana na mimi nipate kuona. Ndugu zangu, tumepitia kipindi hiki cha Kwaresma, leo Dominika ya 4, na tukiangalia tulipoanzia tumekuwa na safari. Tumekuwa kwenye safari. Dominika iliyopita tulikuwa kule kwenye kisima cha nani? Cha Yakobo. Leo tuko Yerusalemu, pale karibu na Yerusalemu. Yesu bado yuko kwenye safari pale. Hapo juzi kati tulikuwa wapi? Mlima Tabor. Yesu alipongeuka sura. Na Yesu pia alipokuwa na mitume wake, alipokwenda kujaribiwa, Yesu amekuwa kwenye safari. Kwa hiyo leo ametuleta safari ya karibu na Yerusalemu. Lakini anataka leo tuangazie jambo moja. Kuona. Tumesikia somo la kwanza, japo ni kuhusu basi kumteua mfalme, lakini tunaangazia Samueli. Nataka kujitafakari sisi ndugu zangu siku ya leo. Akina Samueli hapo tumejaza. Tumesikia somo la kwanza, Mungu anasema kama binadamu aangaliavyo. Lakini sisi ambao tumekusanyika hapa, tumejaa humu kanisani, wengi wetu najua tuko kwenye level ya Samueli. Unapomwona mtu huyu ninamjua. Nakumbuka zamani, na kuna kitabu cha mwandishi kitabu Chinua Achebe anasema huku kwetu Afrika, kwa Kiingereza anasema it depends on whom you know and not what you know, kwamba inategemea unamjua nani na sio unachokijua. Na maana kwenye jamii ambayo sisi bado tunaangalia na macho ya kibinadamu. Ajabu, nchi jirani, sijui nchi jirani ya wapi, hapo nchi jirani, ukienda ofisini kwenye vyeti vyetu, kwenye cheti tu kama unatafuta kazi, wanaangalia jina. Tumsifu Yesu Kristo.
basi nikiangalia jina fulani, huyu anatokea Songea, huyu anatokea wapi, huyu ni wa Bukoba, huyu anatokea wapi, Moshi, basi unakosa kazi kwa sababu ya jina lako. Msiwe Kristo. Ujiambie tena, Bwana nipate kuona. Sababu hapo ndio tunapokosea, na kuna kwamba tumeshindwa basi kuona kama Mungu aangaliavyo, tunaangalia na macho ya kibinadamu. Basi leo ningependa basi kuchukua somo hilo la kwanza, somo la Injili, kwamba na sisi tupate kuona. Ni nini kinatufanya kuwa vipofu? Tumesikia hata huyu ameanza kuwahubiria, nyinyi kwani ni vipofu? Amekuwa na ujasiri wa kusema na kunena neno la Mungu. Kwani nyinyi ni vipofu? Hebu mwambie mwenzako, wewe ni kipofu. Wale watu wanaogopa swali hili bana. Hebu mwangalie mwenzako, wewe ni kipofu. Kwa sababu hapo ndio tunashindwa. Ni nini kinatufanya kuwa vipofu? Pili, ni nani tunamfanya anakuwa pia kipofu? Ni nani nimemfanya katika njia yake ya maisha, katika mwenendo wake wa maisha, anakuwa na upofu katika maisha yake? Halafu mwisho tufanyeje basi kama huyu jamaa amemwendea Yesu akakuwa mtu wa kuanza kuona? Basi naomba tuangazie mambo haya, mambo ambayo yanatufanya sisi kuwa. La kwanza, tuna upofu tukishindwa kuona uhitaji wa ndugu zetu na wahitaji wanaotuzunguka. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna upofu tunaposhindwa kuona uhitaji wa ndugu zetu na wanaotuzunguka kama wahitaji. Tutafakari, ni nani anayetuzunguka anayehitaji tu msaada wangu, hata kama ni wa kumsikiliza. Mtu amefiwa analia, hata kumsikiliza, kumtembelea. Tuna upofu tunaposhindwa kuona uhitaji wa ndugu zetu. Tuna upofu tukishindwa kuwasamehe waliotukosea. Tuko kipindi cha Kwaresma cha kukarabati maisha yetu, lakini bado leo tutapata matangazo kwamba Jumamosi ijayo kuna maungamo hapa kanisani. Tumepewa wiki nzima sasa, tutapewa wiki nzima ya kujipekua, kujiangalia kwa macho ya ndani. Ni nini niombe kama msamaha? Ni nani ambao nimemkosea? Ni nani ambao amenikosea? Tupate kuachia kipindi hiki cha Kwaresma. Ni nani ambayo nimeshindwa kumsamehe? Bado unabeba watu. Hili swala la msamaha, naomba utafakari mtu ambaye amekukosea na kilo zake, kwamba kwenye mabega yako umebeba mtu wa kilo 60, na kama wako 6 basi kilo ngapi hizo? Au 10? Kilo 600, umebeba kilo 600 kwa sababu sitaki kusamehe mtu. Sema tena, Bwana nipate kuona. Pia tuna upofu tunaposhindwa basi kulia na wanaolia. Watu wana huzuni, watu wanapitia kipindi kigumu, lakini bado tunashindwa kulia na watu wanaolia. Huo ni upofu. Sema tena, Bwana nipate kuona. Pia tuna upofu tunaposhindwa kushiriki maumivu ya wengine. Ni kama basi unaanza kuwachekelea, shauri yenu, ulichezea maisha yako. Na mtu ana uchungu, lakini badala ya kushiriki maumivu yao, tuna upofu pale tunaposhindwa kushiriki maumivu ya wengine. Sema, Bwana nipate kuona. Pia tuna upofu sisi tunaposhindwa basi kuona kazi ya Mungu ndani yetu. Mungu aliyekuwa mkarimu sana, ametujalia watoto, kazi, amani ambayo tunayo. Napo tutafakari sasa hivi vita huko Irani. Watu wanakaa walali. Sisi tunalala, tunaamka asubuhi. Mpaka hata mara nyingine mpaka uweke alamu upate kuamka. Wale wanaamsha na mabunduki. Sisi tunaposhindwa kuona kazi ya Mungu katika maisha yetu, tuna upofu. Sema tena, Bwana nipate kuona. Tuna upofu basi pale tunapowaudhi wengine na kuwadhulumu, tusipotenda haki. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako Bwana? Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayekaa katika hema la Bwana? Ni watu ambao wameondoa upofu katika maisha yao. Sema tena, Bwana nipate kuona.
Sisi pia tuna upofu tunapokuwa wadanganyifu kwa vitu vidogo vidogo vya kawaida tu. Hata kwa watoto hawa, wazazi tunawatuma sokoni, lakini wanakuwa wanadanganyifu, wanakwambia hela sijarudishiwa change, wakati amepewa ile change, lakini amekula nini? Muogo, ama amekula pipi huko njiani. Hata pia watoto wanakuwa wadanganyifu, basi pia watoto wanakuwa na upofu na namna ile. Na sisi tunapokuwa wadanganyifu katika maisha yetu, basi kwamba na sisi wenyewe basi tuna upofu katika kazi zetu, ila zetu za giza, unadanganyifu, unamdanganya bosi wako, hiyo ikuwe hivi, mahesabu unapiga naenda kombo si la kawaida, ule ni udanganyifu, basi ule ni upofu. Nisemea tena, Bwana nipate kuona. Basi pia tunakuwa na upofu tunapokuwa na kiburi. Dominika mbili zimepita, nilikuwa hapa nikawa nawasimulia maisha yangu kwamba nilikuwa na majivuno na kiburi, nina kingali changu kikaninginia, nimekosa kuwapa watu nini lift, nikawaacha, wakanikuta kwa mbele, basi nina shida. Kiburi, majivuno, tunakuta kwamba tuna upofu tunapokuwa na hizi mizizi ya dhambi, kiburi, majivuno, uchoyo, chuki. Huo ni upofu. Nisemea tena, Bwana nipate kuona. Tunakuwa na upofu kwani tunakuwa basi na ubaya na wengine. Unaona watu na wachukia bure, hao watu unaona wanacheka kule, wanaongea, unaanza basi hawa watu wananisema, hawa wananisema mimi, wanacheka nini? Mbona wanafurahi? Unakuta moyoni mwako umebeba watu. Utaona watu wana furaha zao, wameketi tu wanaongea, wananisema mimi, wananisengenya mimi. Japo kwenye wimbo wetu kwamba sisi tunaosengenya, tunaoharibia watu wengine majina, basi sisi tuna upofu. Sema tena, Bwana nipate kuona. Pia tuna upofu basi tusipojua hisia za watu wengine. Mtu anapitia uchungu, mtu anapitia majaribu, changamoto za maisha, lakini sisi tunaona ni kawaida tu. Tunaanza kuachikia usoni tu, mbona anajifanya tu huyu. Kwa basi tunaposhindwa kuona hisia za wengine, tuna upofu kwa namna moja au nyingine. Na pia tusipoona kilio cha moyoni cha watu. Mtu ana shida kubwa sana, analia moyoni, lakini tunakuwa tu sisi wakavu, na kwa basi tuna upofu wa namna moja au nyingine. Zangu swali ni kwamba hivi mimi nina upofu wa namna gani? Hiyo ni swali. Kama hawa Wafarisayo, huyu jamaa ikabidi awaulize, hivi na nyinyi vipofu? Na sasa mimi niulize, tujiulize sisi wote, hivi na sisi wote ni vipofu kwa namna moja ama nyingine? Basi tumepewa kipindi hiki, na leo bahati nzuri nileta sana naita kwamba Dominika ya furaha. Tuangalie basi hizi 3 ambazo zimepita, basi mpaka leo tathmini ya maisha yetu, tujichunguze, nani tumefanya anasikia uchungu, nani anaumia kwa sababu yangu mimi mwenyewe. Huo ni upofu. Jambo la mwisho ambalo ningependa tutafakari ni kuhusu safari ya Siloamu. Kwa ni upofu. Tumesikia huyu jamaa alipopakwa ile tope la mate, ile tope Yesu aliyotumia, alitoka kwenda Siloamu na akarudi, akafanya safari kamilifu, akaenda akarudi, akawa shahidi. Wale ambao tumefanya historia kutoka sehemu Yesu alipofanya ule muujiza kwenda Siloamu, anasema ni karibia kilomita 10. Kwa ameenda kilomita 20, ameenda akarudi. Labda sisi tumekutana na Mungu, Yesu ametuponya kwa namna moja ama nyingine, lakini tunashindwa kukamilisha safari yetu ya kwenda Siloamu. Mwambie mwenzako twende Siloamu. Mwambie mwenzako twende Siloamu. Kwa sababu hapo ndio kuna shida. Tumebatizwa. Siloamu anaenda kufanya nini? Kunawa, akanawa. Yaani ni ubatizo. Akakutana na Kristo, akapewa taa hii inawaka, akapewa kitambaa cheupe. Lakini tunaposhindwa kurudi, ni pale basi kile kitambaa tunaendelea kukichafua, ile taa tunaizima katika maisha. Mwambie mwenzako washa taa yako. Hapo ndio kuna kazi, kwamba tuna safari ya kwenda na kurudi. Lakini wengine tumepotelea huku mitini, yaani tumepotea kabisa. Hebu tujichunguze, ni wapi nimepotelea mimi? Siloamu yangu nimefika? Kwa sababu lazima tufanye hii safari na turudi, ndio Kristo apate kufurahi, apate mtu wa kutoa ushahidi kama huyu bwana na yule mama wa Jumapili iliyopita. Wale wakakuwa mashahidi. Kumbuka yule mama alikimbia akawaambia, na huyu mpaka ikabidi sasa aende akatoa wengine upofu wao.
mpaka mama yake na baba yake wamemsaliti. Wanaogopa nini? Kama tunapokuwa na uoga basi wa kusimamia ukweli, tunakuwa na upofu. Sikia, huyu mama na baba yake ana miaka 18, huyu anaweza kujisemea. Ni wangapi sisi pia tunashindwa kusema ukweli? Tunasema hii hainihusu mimi, hii hainihusu, kwa sababu unaogopa basi hukumu ya watu. Kwa nini tusisimamie ukweli? Tunakutana na mitume pia. Mitume, hii familia, huyu kipofu mwenyewe, Mafarisayo walikuwa na upofu mwingi sana. Tusiwaashirie wale vidole, tujiashirie vidole sisi wenyewe. Tunaposhindwa kusimamia ukweli, kusimamia amani, mapatano, upofu. Tunapoleta migogoro katika watu, upofu. Migawanyiko katika watu, upofu. Wasema watu, upofu. Ni sisi hawa. Sema sisi ni wale bana. Sema sisi ni wale. Sisi ndio hao. Kwa sababu haina haja kusikuja hapa kuongea leo niseme mimi Albanas Kioko sina upofu wowote. Ninao. Lazima tujichunguze ni nini ambacho nifanye nipate kutoa upofu katika maisha yangu. Leo naombeni sana kutoka hapa kanisani, ukienda nyumbani pale getini, mimi nitasimama kuuliza kila mmoja wetu, unajua kwamba una upofu? Ukiniambia ndio, nakwambia naachia. Leo amwendi nyumbani. Leo nataka kusema pale, ukisema kwamba nina upofu katika maisha yangu, ndio naachia geti, wanaenda nyumbani. Kwa sababu najua sisi sote, hata mimi uzuri wangu sasa, kule kuna geti kule, nitamwambia kwa sababu afunge kule. Ikimwambia nina upofu na mimi naruhusiwa upofu na nini? Kwenda nyumbani. Mwambeni sasa leo tuende nyumbani kwa kwamba tuna upofu, tupate kujitengeneza, kukarabati maisha yetu kuelekea Pasaka. Na Kristo atakuwa amefurahi pale sisi kila mmoja wetu atakuwa amefanya tathmini ya maisha yake, amefanya uchunguzi wa maisha yake, amejipekua na kusema Bwana nipate kuona. Jiseme mwenyewe, Bwana nipate kuona. Basi kama tuna tamaa na tunatamani basi kuona, simame ili na sadiki kwa Mungu mmoja. Tangu katika Kristo Yesu aliponya kipofu na kumrudishia mwanga wa macho yake. Kwa muujiza huu alitaka kuonyesha kwamba yeye ni mwanga wa dunia. Ukifuata mwanga wake hatuwezi kupotea katika njia ya dunia kama tunataka kusema kuomba. Yesu mwanga wa dunia, ufukuze giza katika maisha ya waumini wako, ili uwepo wako umulike katika maisha yetu. Bwana, utufungue macho yetu tuone shida za wenzetu na kuwasaidia. Bwana, uwaangaze wote wanaotafuta kuokolewa katika matatizo yao. Bwana, utusaidie sisi tuwe mwanga wa dunia kwa kuwashuhudia kwa mwenendo mwema. Bwana, tujitafakari na kumwomba Mungu katika mioyo yetu
atuondolee uovu katika maisha yetu, na tunaomba atusamehe pale ambapo tumekufusha njia za wengine, na tunamwomba aendelee kutupa mwanga huu katika zetu, katika mambo yetu, tukiomba mwanga huu katika familia zetu, watoto wetu, majirani zetu, hata wasostahili mwanga waangazie maisha yao. Tukiomba Mungu atuokoe katika kazi zetu, tupate kuona mwanga. Tukiomba Mungu atupe mwanga hasa katika kanisa letu, aendelee kutuongoza na mwanga wake. Bwana, tunatambua macho yetu hili, tutambua wewe kama Mwokozi wetu, na kuwajali watu wote kama ndugu zetu. Tusaidie kujifunza agizo la kuwa nuru ya ulimwengu kwa njia ya Kristo Bwana. Jesus.
wetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu wetu. Kweli nimemana neno la Bwana la kuleta wokovu, tukushukuru daima na popote. Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa fumbo la umwilisho wake aliwaongoza wanadamu ambao walikuwa wakitembea gizani, akawafikisha kwenye nuru ya imani. Nao waliozaliwa watumwa wa dhambi ya kale akawafanya kuwa watoto wake kwa maji ya kuzaliwa. Kwa hiyo viumbe vyote vya mbinguni na vya duniani vinakuabudu vikiimba wimbo mpya, nasi pia pamoja na majeshi ya malaika tunakushukuru tukisema bila mwisho.
kweli mtakatifu, na tangu mwanzo wa ulimwengu daima wewe unafanya kazi ili mwanadamu awe mtakatifu kama wewe ulivyo mtakatifu. Tunakuomba utazame sadaka ya watu wako na uisushie nguvu ya Roho wako, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo, ambaye ndani yake sisi nasi tu wanao. Ingawa kweli zamani tulikuwa tumepotea bila kuwa na uwezo wa kukaribia wewe, ulitupenda kwa upendo mkuu, maana mwanao ambaye peke yake ni mwenye haki alikubali kujitoa hafe, wala kukataa kutundikwa juu ya mti wa msalaba kwa ajili yetu. Lakini kabla ya kuinua mikono yake kati ya mbingu na nchi kama alama isiyofutika ya agano lako, alipenda kuadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Alipokuwa akila pamoja nao, alitwaa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega, wapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, hali akijua kwamba atavipatanisha vitu vyote katika yeye mwenyewe na kumwaga damu yake pale msalabani, alitwaa kikombe kilichojaa divai na akikushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Kwa hiyo tunapofanya ukumbusho wa mwanao Yesu Kristo ambaye ni Pasaka yetu na amani yetu ya hakika, tunaadhimisha kifo chake na ufufuko wake kutoka kuzimu, na tukitazamia ujio wake wenye heri na kutolea wewe, Mungu uliye mwaminifu na mwenye huruma, sadaka hii inayopatanisha sisi wanadamu. Baba mwingi wa huruma, watazame kwa wema wanao ambao unawaunganisha nawe kwa sadaka ya mwanao, ili kwa kushiriki mkate huu mmoja na kikombe hiki, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wakusanywe kuwa mwili mmoja katika Kristo, ambaye huondoa kila utengano. Upende kututunza daima katika ushirika wa nia ya mioyo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi, mcha Mungu msaidizi wake, utusaidie ili kwa pamoja tufanye kazi kwa ajili ya ujio wa ufalme wako hadi saa ile tutakaposimama mbele yako katika makao ya mbinguni, ikiwa watakatifu miongoni mwa watakatifu, pamoja na Bikira Maria mtakatifu mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake Bikira,
mitume wenye heri na watakatifu wote, pamoja na ndugu zetu marehemu, ambao kwa unyenyekevu tunawaombea rehema zako. Hatimaye ikiisha kukombolewa na madhara ya uharibifu na kufanywa kiumbe kipya kwa utimilifu, tutakuimbia kwa furaha shukrani yako, Kristo wako anayeishi milele. Kwa njia yake na pamoja